Mikono yako yote miwili kumpa sifa, heshima na utukufu Mungu atupendaye. Yeye ni upendo kwa wanadamu wote. Na jioni ya leo sikiliza pendo la Mungu kwako. Sema amen. Yeye ni upendo kwa wanadamu. Amen. Uliyeko mbali, ni mradi unaisikia sauti hii, pumzi unayopumua ni ya Mungu. Ni vizuri jioni ya leo usikie pendo la Mungu. Yeye ni upendo kwa wanadamu. Jitambulishe kwa majina yangu rahisi, naitwa mchungaji Stella Ngonela. Bwana ameniita kunena mema kwa wanadamu. Kwa hiyo uko mbali, chukua Biblia yako, na wewe uliyeko jirani chukua Biblia yako, tufungue waraka wa kwanza, waraka wa pili wa Petro kwa watu wote, sura ile ya kwanza, tasoma mstari wa 3 mpaka wa 5. Kwa hiyo kama unayo Biblia unaweza ukafungua. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo kijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu. Tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Haleluya! Geza makofi kwa Yesu aliye hai, maana yu hai. Jumbe wangu jioni ya leo, njoo kwa Kristo ili ushiriki tabia ya uungu. Njoo kwa Kristo ili ushiriki tabia ya uungu. Na kila mwanadamu chini ya mbingu ana tabia. Tabia ni mwenendo, ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu anavyoishi. Vile anavyoongea, anavyowaza, anavyotenda, anavyovaa, namna anavyoishi wanaita mwenendo au tabia. Tabia yake huyu. Kama ni mvuta bangi, wanaelewa tabia yake. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunamuita Mabangi. Alikuwa jirani yangu hapa. Yule kijana alikuwa anavuta bangi masaa yote. Basi akapewa jina la Mabangi. Na alipewa jina kwa sababu ya tabia aliyo nayo. Wengine hapo wanaitwa huyu mama mlevi, au kwenye mtaa mchawi. Tabia, namna ya maisha yake anavyoishi. Kwa hiyo kila mwanadamu chini ya mbingu ana tabia. Lakini wanadamu wengi wana tabia za sura ya ibilisi 100%. Akiongea ni shetani pia. Akianza kutukana mpaka mapepo ya kuzimu naona yako kwa mtu. Ni matusi kweli. Mbwa wewe, pusi nyau, shenzi wewe. Ile ni tabia. Siku moja nilikuwa naenda Meatu, nimepanda aisi. Yule konda njiani akaanza kufurumua matusi. Ndio tabia yake. Matusi ambayo hayatamkiki. Nikashindwa kustahimili. Kamwambia konda, humo na abiria wote hawana tabia kama ya kwako. Kwa hiyo kusikiliza wewe tu unatuchafua wengine mioyo na unatuharibu. Tabia yako inatuharibu wengine. Na wengine tumewekwa na Mungu tusikilize uchafu. Kasema mama samahani, nisamehe tu mama. Nisamehe, naona kweli nitakuwa nimekosea. Nadhani na wewe utakuwa unaelewa ninachokuambia. Tabia. Kila mwanadamu ana tabia. Hakuna mwanadamu anayeishi chini ya mbingu eti hana tabia. Kuna sura inayoonyesha alivyo yeye. Hata sura ya mzinzi inaonekana sura yake. Hata mchawi sura yake ni tabia yake. Hata muongo ndio tabia yake. Hata msengenyaji, hata mwizi, tabia yake. Iko neema ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye. Ukija kwake anatupa neema ya kushiriki tabia za uungu ili tuokolewe na dunia mbovu iliyopo sasa. Ndani yake tunapata tabia za uungu. Nadhani mimi nilipomwambia yule konda walijua tabia yangu. Walijua nini? Haisi yote ile wakajua tabia
na Mungu akanipa neema na mlango wa kupata nafasi ya kuonyesha tabia yangu, nikashuhudia na kuhubiri Injili. Ile ni tabia imewekwa, na nikamwambia yeye aelewe kwamba wote hatuna tabia za hivyo, na hatuhitaji kuiga tabia za hivyo. Hazifai katika jamii, ni uharibifu, ni uchafu. Yukario haweza kubadilisha tabia yako kijana, haweza kubadilisha tabia yako mama, hata kama unaitwa danga. Yuko Yesu anayebadilisha tabia za wanadamu. Alikutana na mwanamke mmoja Msamaria, alikuwa danga kushinda wewe, alikuwa malaya na kahaba. Sifa yake alikuwa ni kahaba, alikuwa na tabia ya kahaba kama wewe ulivyo. Lakini alipoingia kwa huyu mwanaume, akakutana naye, ni mfalme, ni Mungu Mwokozi. Kahaba kama mhubiri wa Injili, alibadilisha tabia. Akaondolewa tabia ya ukahaba, tabia ya kipepo. Alikuwa anafanya mambo ya kuzimu, yakafutwa. Jina lake kuzimu likafutwa. Taarifa na habari zake zote alizokuwa anafanya, kuzimu anampigia makofi, likafutwa. Jina likaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Alihubiri Samaria yote, kamgeukia Mungu aliye hai. Geuka leo mwanadamu, toka kwenye tabia za ibilisi leo. Watu wanasema Yesu ni Bwana na mimi nimeokoka. Huyo mzinzi, huyo muongo, huyo mchawi. Tabia ulionayo mbona sio ya uungu? Hiyo ni maisha ya kipepo. Mbona mapepo kuzimu yanakupigia makofi maana na tabia zao? Mwanadamu umeumbwa na Mungu, unatembea tabia za kuzimu. Umeibiwa, umetekwa. Iko neema ya Baba aliye haweza kubadilisha tabia yako. Ukija kwa Yesu anabadilisha tabia zetu, tushiriki tabia ya uungu. Hata fika na fahamu mwanadamu nabadilishwa. Hawezi kufikiri unavyofikiria wewe hivyo mabaya kila leo. Mtu anatembea anawaza kumtungia hila mwenzie. Yaani na mimi tunaonana, hainifanyie hivi na hivi, ama zangu atanikoma, nitamuonyeshea. Tabia hiyo ni ya Mungu sasa. Mungu sio hivyo, wala ana tabia hiyo. Tabia ya Mungu ni utakatifu. Tabia ya Mungu ni kusamehe, ni kushinda ubaya kwa wema. Tabia ya Mungu ni kinyume na tabia ya kipepo. Akiingia mwanaume huyu, ukiingia kwake, anageuza tabia yako, anageuza fikra zako, anageuza mawazo. Unafikiria yaliyo juu Kristo aliko, unakuwa mwingine. Nasema tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanaondoka, yanaingia mapya ndani ya moyo wa mwanadamu. Inageuzwa tabia, inaingia ya Kristo ndani. Ukija kwake unashiriki tabia ya uungu, unafanana, unaendana na Kristo, na sura ya uungu inakaa ndani ya mwanadamu. Hata kama anawaza, hata waza mabaya juu ya mwenzake, anawaza yaliyo mema, anakuwa na amani na watu wote, hana hila na mtu. Wewe ukoje mwanadamu? Taishi na tabia za kipepo na za shetani mpaka lini? Tutaripoti kwa mwenye roho, kila mmoja pewe mshahara. Utalipwa. Na ukikataa kuingia kwa Kristo unafanya maigizo. Pole, haigizi. Ni mfalme, ni Mungu Mwokozi, ni Alfa na Omega, Baba wa zetu. Heri jioni ya leo ukirejea kwa Baba wa hiyo, ukawasoma roho na mwili. Unajua watu wengi wamekataa kuingia kwa Kristo, wanataka waingie kwenye dini. Dini haiwezi kubadilisha tabia zako na tabia ya uungu. Hata wewe na dini kubwa au ndogo, zote ni dini. Simesajiliwa wizarani kama vyama vingine, kama Chadema na CCM. Ukifika kule wizara ya mambo ya ndani wanakuuliza na wanachama wangapi. Haya, tupe mtasari wako na vikao vyenu. Ni kama chama. Na mnenario yeye hana dini, hana wanadamu, na rohoni yake. Ingia kwake leo, abadili tabia yako ili ushiriki tabia ya uungu ndani yako. Mimi dini yetu naipenda, ni ya ukoo. Mbona tabia unazo za kipepo? Mbona mchawi? Mbona una majini mwanadamu? Mbona hulali ndani mwako? Mbona unatungia hila wengine? Wengine wanaibia vyakula wengine vya wenzao. Mpaka lini hayo maisha? Tabia zisizofaa. Wanadamu wanaoteana. Heri ya mbuzi kuliko mwanadamu.
ambaye hana Mungu. Mbuzi huwezi ukakuta wanataka kuuana mbuzi. Umewahi kuona hiyo? Hawana hiyo. Ng'ombe yule anayewachunga ndiye anawaendesha. Basi kila mmoja akimsukuma mwenzake, tusameheane bwana. Wote tunataka kula. Tusameheane tu. Wanaendelea wote vizuri. Wanadamu wanatembea wote hivi ndani humo, anamwotea mwenzio na kumsagia meno. Ndio tabia alionayo. Simeweka tabia za kipepo ndani ya mioyo ya wanadamu. Simeweka sura za kuzimu ndani ya mioyo ya wanadamu. Wengine ni wahubiri kabisa, wanafiki. Ndani wana miungu. Hawajaokolewa na dunia mbovu, wamo kwenye dunia mbovu. Mpaka lini? Tutakaposimama kwenye hukumu, hakuna cha mhubiri, hakuna cha mchungaji, si pastor, askofu. Hana. Kila nafsi ya mwanadamu tasimama kwenye kiti cha hukumu. Yale uliyoyatenda na tabia uliyokuwa nayo ni ya nani? Ikanemalo yuhori aliyehoi milele, aliyochazi na mbingu. Mimi na wewe tuokolewe, tushiriki tabia ya uungu, tufanane na Kristo, tuwe warithi pamoja na mwana wa Mungu aliye hai. Ndani yake tukinoma ni salama roho na mwili. Tabia zote zile za kipepo zinaondolewa. Mawazo mabaya yanaondolewa. Mtu unawekewa moyo wa nyama, moyo wa rehema. Hata mtu akikukosea unanyenyekea, ujipangi vita naye. Ama zangu ama zake, ninaenda kumshaki anifidie. Umejaa makesi ya nini? Njoo kwa Yesu akubadilishe. Njoo kwa Yesu akugeuze hiyo tabia toke ya kipepo. Unajua watu wa makesi na visasi ni waganga wa kienyeji na wachawi. Wewe nenda kwa mganga, usikie mambo anayokuambia. Kuna mama mmoja nimshuhudia akawa ameokoka. Akasema nilienda kwa mganga, mtoto alikuwa anaumwa. Mganga akasema kuna mama pale jirani ndiye anaroga huyu mtoto. Mtoto anaanguka kifafa, anasema amelogwa. Akasema sasa akampimia gharama alipe ili wamuue yule. Ni mambo ya ajabu. Mwanadamu naona tabia sura za waganga. Wewe mwenyewe hiyo sura unazo kuzimu, visasi. Anasema nilikuwa sijaokoka. Kipindi hicho nilikuwa mwinjilisti. Akasema mwinjilisti mimi, yaani kama nishiki kuwa mtu. Alafu ametoa gharama akauawa yule mama na mtoto hakupona mpaka alipokuja kuokoka. Ameua. Na wewe mwanadamu unatembea na visasi wanavyotembea navyo hao. Wanaua kila leo. Roho za wanadamu zatembea na maelekezo yao, wana tabia ya kuzimu. Wanatembea na mafunuo hayo. Tena potembea mtu mganga ameniambia hivi, mganga wa kufa huyo. Mbona yeye ana mafunuo ya kuzimu? Hiyo tabia sio ya Mungu. Mungu sio muuaji. Haui Mungu. Hapo naambia watu wasemeje? Sisi tumewekwa na Mungu tuwasaidie. Sasa Mungu huyo anayesaidia tena anaua ni Mungu huyo. Kisima kimoja hakiwezi kutoa maji matamu na machungu. Yukaria ile amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Uzima uko kwa Yesu pekee. Kwa waganga si watumainie. Hao ni wauaji tu. Kama baba yao wanaomtumikia ni muuaji kama wao. Mimi kipindi na naanza kwenda kwa mganga sijaokoka. Nilifika huyo mama, ni mama mganga wa kienyeji wanakuaga polini kule Mbeya. Tukaenda mbali na mamangu. Yule mganga naogopa sasa, ni mara ya kwanza kwenda kwa mganga, nimekaa mbali. Usiogope mwanangu, usiogope. Nilikuwa nimevaa alama ile ya dini. Sio unajua alama za dini wanavaa kama hirizi fulani ndefu hivi. Inafanya hivi. Kuangalia mimi nimevaa na yeye amevaa. Sasa ni wote. Usiniogope, sogea tu. Sasa nikaona kale kalama ka dini na mimi nikaanza kutoogopa, kumbe tuko dini moja. Yaani maadini masagara. Nene ile akiingia ndani ya moyo wako, anageuza mwenendo wa mwanadamu, anageuza sura ya mwanadamu, anakutoa kwenye dunia iliyojaa uharibifu na upotevu. Tunasali dini moja, ni mganga wa kienyeji. Nimeenda kupata msaada kwake. Je, kule tuko sali kuna msaada? Manake msaada uko kwake. Kule tunasaliaga tu eti kazikwe vizuri. Ndio mapenzi ya Mungu hayo. Nikaanza kusogea na msikiliza. Na ndivyo ulivyo. Wana dini unashinda tabia za waganga. Una maelekezo ya waganga. Hirizi viononi hazikosi. Umechanga sehemu zingine hata kuongea. Ni aibu. Nimeshuhudia watu ndio wanasema ya mchungaji, ndio fanywa kwa mganga, hata kushuhudia naona aibu. Mpaka lini hizo tabia za kipepo wanadamu? Unaenda kwa mganga hata kama umevaa gauni utavua. Hamna, yani ni kazi za ajabu.
tabia za ajabu zinazoendelea chini ya mbingu. Na mwanadamu ana ujasiri, lala lolo nilo lage. Akuone huyu anayekufa. Akuone nini sasa? Mwenye roho si ndio anataka kuone wewe. Yukaria hilo. Amesema macho yake yanaangalia kila mahali, anaangalia mtu mwema na mbaya. Na kama yupo mtu leo anataka ingie kwake, anakuona. Maana yeye dunia nzima wote anatuangalia hivi. Kwa sekunde moja mioyo yetu wote anatuona. Moyo umeamua kuingia kwangu, anauona. Mganga anaweza kuona wewe. Anaweza kuona wewe hajakumba. Haelewi wingi wa damu. Unapunguza damu za wanadamu. Wengine wajawazito nilalage lala lolo. Kujifunga tumbo linanisumbua, nimekuja nisaidie. Yaani mimba Mungu ameweka mtoto ndiye aliyeunga mle. Wanasema kwa kuangalia mganga anayekufa. Tena mjamzito atakawa na damu nyingi, yeye ameenda kuchanja damu tena kwa waganga. Anaenda hospitalini damu imepungua. Aliongei ujinga wake. Kwamba nilienda kwa mganga kanichanja. Kuna lingine mimi niliwekaga pembe, yaani waganga cheni kazi mbovu hizo. Nina mimba. Yaani naenda kwa mganga nina mimba mtoto wa kwanza. Tena mganga anatoa damu tena kwangu. Sielewi hata. Fika pale anasema, "Hey, kuna kitu mtoto hapa linamsumbua. Nimekaa hapa kifuani. Nataka nilitoe." Akachukua pembe. Sielewi mimi. Nilikuja kuelewa baada ya kuogopa kwamba ile pembe kumbe ilikuwa inanyonya nini? Damu. Mjamzito ananyonya damu. Waganga! Yukana ukalo! Yukaria hoi milele! Haweza kuwatoa kwenye vifungo hivyo! Ni Mfalme, ni Mungu mmoja! Haweza kuwatoa kwenye vifungo vya ibilisi. Tabia hiyo sio ya Mungu, ni ya kuzimu. Mama mjamzito anapunguziwa damu tena. Eti kuna usalama, simuaji. Kuna kitu akaanza kunichanja machale, blouse nikavulia hapo. Shida kwa waganga, shida. Naogopa mama asema, "Poa tu mwanangu. Sasa unataka upate msaada." Ana msaada huu. Ana msaada gani? Yeye mwenyewe ameelemewa, amebebesha mizigo ya ibilisi. Sielewi, nina lidini tu. Nikavua akaanza kunichanja. Akachukua lipembe. Likaanza kunivuta, limeshika lenyewe. Yaani wana mafunuo ya kipepo ya ajabu. Yaani lenyewe kumbe mpaka lijaa ile pembe damu ndio litadondoka lenyewe. Hapo anasema natoka na lijitu. Natoka nayo. Kwa nini nilitoka sasa? Paka nilipokuja kuokoka ndio kufunguliwa. Yukana yafunguliwe. Yukana tuweka huru leo bila gharama yoyote. Kwa Yesu atupunguziwe damu wala atuchomvi choe. Ninatamka jina la Yesu. Nikitamka hilo jina kwenye usahihi ninaleta matokeo. Maana ndio jina tuliopewa wanadamu wote chini ya mbingu. Kwa hilo tuokolewe. Ninatuweka huru bali na dhambi na vifungo vya magonjwa. Nienda waganga wengi kuzidi wewe. Ashukuriwe Mungu wa mbingu na nchi aliniokoa bila gharama. Tena bila kuwa na tabia za kuaibishwa kama hizo. Umewahi kumwona mtu anakuombea anasema vua nguo, malete wembe? Yaani ni shida. Damu unaiacha kwa mganga. Na damu yako umeiacha inakupa na maneno ya kutembeana, ni Mungu huyo. Utembea na maelekezo yake ni Mungu mwanadamu. Sio utakuwa tabia ya mganga wewe. Yuko Yesu leo, ukija kwake tunatembea na neno lake. Ingie tabia ya uungu, tushiriki, uingie utaua, iondolewe dhambi, mwanadamu awekwe huru. Kwa Yesu kutamu. Unajua kwako kishaingia, kwanza unakubaliana kutembea na yeye anaokuelekeza. Hayo ndio yanaleta tabia ya uungu, ushiriki. Yaani Yesu ananifundisha nini? Nisifiche dhambi, nakubali kufunua dhambi. Yesu anasema utubu dhambi, nakubali kutubu dhambi. Yesu ananiambia moyoni mwangu niwe na hazina njema, nisitunze mabaya, nisizae mabaya, nakubali kuondoa mabaya moyoni ili ingie tabia kushiriki, tabia ya uungu, nibadilishwe. Kwake ni kutamu. Sio kama unatembea na maneno ya waganga. Ndio maana uko kama mganga mhemba. Akitembea hivi, si tunaona majani anaona dawa. Ni mambo ya ajabu. Mmoja tukutana naye hapo barabarani hapo, tunatemka asubuhi mtoka kwenye maombi na mjisi wako. Anaokota. Amebeba na baskeli kabisa. Si aitoka wapi naona mbali. Anaokota na mfuko. Kamsoge na hii. Ni dawa mama. Inasaidia sana hii. Kwenye nini haya kwenye miguu. Sema wewe mtu wa Mungu, mpokee Yesu. Hizi ni takataka, uchafu huu. Imani za kuzimu na tabia za kipepo hizi. Yesu ndio mwokozi. Nimeokoka. Sikiliza sasa.
Umeokoka huyo tabia ya kipepo, haya mafunuo ya kuzimu. Umeokoka hivi. Saizi walikuwa ndio wanachuma haya mamizizi. Umeokoka hiyo tabia ya Mungu hiyo. Kwa jina la Yesu pepo zinasikia na kuondoka. Kwa jina la Yesu napewa haki. Kwa hili jina mbingu na nchi zilifanywa, wala si kwa miti, ni kwa hili neno ukitamka inakuwa. Hiyo ndio tabia ya kushiriki tabia ya Mungu. Mtu anafanya Mungu aliyomwambia. Wewe mizizi ni Mungu amekwambia, na madawa anatwanga. Na Mungu nampenda, na hayo tabia ya Mungu hiyo. Na uko hivyo, na moyo wako ni shahidi, ni pendo la Mungu kwa wanadamu wote. Waweza kugeuka leo, waingie kwa Kristo leo. Maamuzi ya ndani ya moyo. Yeye aumbaye mioyo anauona moyo wako jioni ya leo. Unaweza kurejea kwa Baba kwa kuingia kwa Kristo ili ushiriki tabia ya uungu. Ni mtamu mwanaume huyu Yesu wa Nazareti aliye hai. Anasema uweza wake wa uungu unatukirimia sisi tushiriki tabia ya uungu. Hapo unaingia utawa ndani yetu. Si kwa akili, si kwa ufahamu, si kwa utaji ulio nao, wala elimu ulio nayo. Ni wewe kuingia kwa Kristo kama ulivyo. Hata kama hujaingia hata darasani hujui inaandikwaje. Moyo kubali kuingia kwa Kristo, unashiriki tabia ya uungu. Anaondoa tabia hizo kwa nazo zile za asili. Tabia za mabibi na mababu. Kuna watu wanakuwa yani bibi yake ni kama yumo Mungu. Anaishi mle. Wengine wameoa tu bibi. Mle ndani nako msumbue. Yani mwambia mume wake asema mtoto huyu hana adabu. Hata mume heri kwa mama wa bibi. Sita. Tabia ya bibi imekaa mle. Kwa nini? Yule bibi aliwekeza ujinga wote na uchawi mle, aliwekeza toka mdogo. Anasali, ana tabia ya bibi aliyekufa. Kwa hiyo mle ndani ni kufurumuka tu. Sinisumbue, nika bibi yako. Toka uokoke. Hiyo ndio tabia ya bibi yako aliyefariki. Toka kwenye utu wa asili leo mwanadamu. Toka kwenye hivyo vifungo. Yesu akiingia moyoni kuna moyo unyenyekevu. Hakuna visasi. Kiburi kinaondolewa. Ni mtu wa kunyenyekea na shuka, naogopa kutomkosea nani? Mungu. Wewe ukoje? Siku unanuna huongei nani? Tabia ya nani hiyo? Ya Mungu hiyo. Bwana asifiwe mpendwa. Mo tabia sio ya Bwana. Bwana miti. Nene yeye ni salama yetu. Ingia leo mwanadamu kwa Yesu mwana wa Mungu. Ushiriki tabia ya uungu. Mambo ya zamani yaondolewe. Unajua mtu akishiriki tabia ya uungu, wala utasikia na hubiri mambo ya dunia hii. Anasema kusudi yake aliachia ule uweza, ametukirimia vitu vya thamani kubwa ili atukirimie tabia ya uungu, tuokolewe na uharibifu uliomo duniani. Yani hii dunia, nikwambie mtu wa Mungu, imejaa uharibifu. Imejaa kumpoteza mwanadamu asimuone Mungu. Na ili uokolewe na hii dunia, uwe salama kwa kushiriki tabia ya uungu. Haimo tabia ya uungu, dunia hii imezoa wengi. Sio maaskofu, sio wachungaji, sio wahubiri. Sikiza kinachohubiriwa. Pokea gari. Huyu mtu ni mzinzi, apokea gari kweli? Akipokea gari atakuwa na tabia ya Mungu? Gari itamuondoa kwenye dhambi. Kinachohubiriwa ni nini hiyo? Ni dunia mbovu. Muujiza wako unaenda kupokea. Muujiza upi zaidi ya kusema aingie kwa Kristo ili atoke kwenye uzinzi? Unadhani kinachosema ni uharibifu? Maana huyu mtu ana tabia ya dunia na anatembea na vitu vya dunia, sio na Kristo moyoni anayeondoa dhambi. Yeye ni salama yetu. Chukua hatua leo, fanya maamuzi moyoni. Ukiingia kwake, aondoe hizo tabia za miungu. Haleluya, haleluya. Ukiingia kwa Kristo jioni leo, atakufanya ushiriki tabia ya uungu. Na mtu anayetembea tabia ya uungu anaokolewa na uharibifu uliomo kwenye dunia hii bovu. Hauwezi kuokolewa kwenye dunia hii bovu. Ukiwakuta wamama wawili watatu wanaongea, sikiliza kinachoongelewa. Ndio juu ya dunia ni mbovu. Yani kuolewa na kwenye ni tabu tu. Hata walioolewa ni watumwa. Yani mtu aliyeolewa tena ambao ni mpango wa Mungu anaambiwa mtumwa. Hii ndio inaitwa dunia nini? Bovu. Kuishi kwenye mpango wa Mungu
hawatatu wanaongea kinyume, wakute vitani 2 watatu. Ndio jua dunia ni mbovu, wanaoongea hoya mshikaji mwanangu, nimepata deni. Tita. Wawe wanafunzi, wawe wanachuo, tule ule wamevaa, nani anayeongea, yani kuchati, mara wanafanyaje mambo ya ajabu. Sasa una tabia ya Mungu wewe, utashinda hizi. Saa hizi wenye simu hizi janja, shida. Kwenye mitandao anamaliza mbiza kutosha, anatumia hela nyingi kwa ajili ya uharibifu tu. Mambo anayoangalia ni ajabu, mambo anayojifunza na dini anayo. Huyo nadhani atakuwa na tabia gani? Sasa anaongea ndio tabia inaumbika ndani mwake. Akikaa hivi kwenye skrini, maana anaangalia wanaoroga, yuko kujifunza kuroga tena. Maana anatoa hayo, anaangalia tena majini na majina yake. Watu wa tabia za majini. Wewe umeumbwa na Mungu wa tabia za majini. Hili lina kazi hii, ili weje. Yeye amesema jifunzeni kwangu, nilo wangu ni laini, mzigo wangu ni mwepesi, tupate roho na siri. Tunajifunza kwa mfalme, tupate roho na siri, anayo amani inayopita akili za wanadamu. Mtu aliyeshiriki tabia ya uungu hawezi kujifunza hayo. Wewe ndio ulionayo. Masizo uliochoma kwenye nani yako hiyo, unaelewa flash umejaza manini. Ndio hayo unaangalia. Wewe umekaa kwenye skrini hivi unaangalia wanavyooga. Sio ndio kuanza kuoga wewe. Wewe ni mwanafunzi wa uchawi. Na ndio machawi ni mengi. Kiasi kwa huyo akageuka kichani, yuko nyoka, huko amekuwa mtu kwenye mguu. Akabadilika. Hao wanaenda kuoga kwenye ile nyumba. Ni mambo ya ajabu. Huko na juzi hivi wanadamu zimefuse sana bila Mungu eti. Na amechoma hayo kwa hela. Hayo namkuta mwingine kwa taarabu. Hatani kama mimi. Mtaani watani kama. Sasa watakukoma manini tena mataarabu ya nini? Mama kupashana tena. Mkuta mmoja binti kasema wewe umeheuka. Uko kuchoma kupashana mpashano ili weje. Mnapashana mwenzi. Ni tabia ya nani wanadamu? Tabia ya nani? Mpasho. Kila mmoja ameweka section zake. Yaani tena ndio hiyo tuane. Ndani kama nimepata Yesu. Hawa wamerogwa, wanadamu wamerogwa vibaya. Anacheza sasa. Nimepata lingine. Ni mambo ya ajabu. Kama ushiriki tabia uungu, utaokolewa na uharibifu. Utakuta wanaofanya hivyo na wewe umo. Kwa nini? Tabia ulionayo haiwezi kukuokoa na hayo. Ukishiriki tabia uungu unajua hawa sasa wamelogwa. Wako wengine hayo wanaojifunza ni ya kuzimu, wanataka wafanane na kuzimu. Tabia isiyo ya kiungu, sio sura ya Mungu, huu ni upotevu. Utaambua upotevu mpaka umeshiriki tabia ya uungu. Hujashiriki, wewe yote hayo umo tu. Kwa hiyo ukikuta wanaoangalia kuroga wanataka waje kujifunze kuroga. Nikutana na kijana mmoja. Yuko kwa makanisa ya kiokole. Anasema niko kwenye kucheza filamu. Tunacheza kwenye makaburi humo saa 7 usiku. Mnacheza nini kwenye makaburi? Tunajifunza kuroga. Umeokoka nini ndio unajifunza kuroga? Sisi tunafanya tu tupate hela. Unaona dunia ilivyoharibika. Yaani mtu anafanya jambo lolote kama liko kinyume na Mungu, anataka nini? Pesa. Maana anajua pesa ndio msaada. Haelewi kwamba Kristo ametukirimia vitu vya thamani sana. Mtu ukishakuwa na tabia ya uungu ndani mwako, utaua utakatifu. Umeondolewa dhambi, una kitu cha thamani kupita vitu vyote vilivyopo duniani. Haelewi mwanadamu. Ndio maana anaenda kwenye dunia inavyomwambia, yuko huku naye yumo, kwenye mipasho yumo. Tuna hiki anaenda, dunia inakompeleka anaenda. Huyu jua tabia alionayo sio ya nani? Sule haweza kukoka na dunia iliyoharibika. Ukawa salama kijana, ukawa salama binti, ukawa salama mama. Salama ni Yesu ndani ya moyo kwa jioni leo. Ukiingia kwako utakuwa salama. Umeflash watoto mara ngapi? Si afadhali tubu leo. Anatoa mimba yasema flash. Ni mambo ya ajabu yanayosikitisha. Mauaji ni ya kawaida duniani. Ndio maana dunia imejaa uharibifu.
Binti anasema nimepata kwa bahati mbaya. Kwa hiyo kwa nazini hajui kwamba kuna mimba. Sikutarajia, ni flash tu. Ni mambo ya ajabu. Na dini unayo. Jambazi muaji wewe. Tabia yako ni ya ibilisi. Umeua watoto wangapi? Dokta, nasikia tumbo linaniuma. Kumbe ishaoza kiume kimeshaoza siku nyingi. Nimekunywa manini, nimevuruga manini, nini mamiti shamba na manini. Utajiua. Mtu anayeua naye atauawa. Kila mtu anachopanda anavuna. Heri ukitubu jioni yuko aliyejaa neema na rehema kwa wanadamu wote. Njoo kwake leo ili uwe salama. Mambo nayatende na yapanda hayo. Utenda hapo mabaya mwanadamu na tabia yako hiyo, utavuna mabaya yako. Heri ungetubu leo. Yaani tubu, tengeneza. Anayeua anauawa. Maana amepanda hayo. Anayeotea wengine anaotewa. Maana ameyapanda. Geuka leo. Toka kwenye tabia ya shetani, wewe ni wa Mungu leo. Peteuka ibilisi leo. Kwamba mambo yako na tabia zako shetani chukua. Sitaki kufanya haya. Ni maamuzi moyoni. Uingie kwa Kristo. Yaani kweli anapata mimba mtoto. Anasema nikafurashi. Aendelee kufanya umalaya na ufusika. Wakati mwingine hata mama na mtoto wanashirikiana. Mwanangu, mbona naona una kichefu saizi, kuna shida gani? Wewe niambie. Mama naona yani siendi siku zangu. Fanya hivi toke. Mama na mtoto. Tabia zenu za uaji. Wana ibilisi nyie. Mmebaki na dini. Tabia ni za kipepo. Toka tubu leo. Acha njia hizo mbaya. Acha tabia za uaji. Toka kwenye uharibifu mwanadamu. Taishi na maisha hayo mpaka lini? Anaenda hospitalini kusafishwa, alishaua mwenyewe kiumbe. Wengine ni wake za watu kabisa. Anatembea na hawa huko ana mume. Amezaa tutoto vingine sio kwa huyo mume. Akiona amechoka sasa kuleta damu zingine pale na sura zingine, anataka flash. Ana mbinu, ana elimu nyingine, bado malaya. Mwisho wako ni nini? Kwa hiyo dini hiyo ndio praise team. Acha umalaya. Unamwimbia nani wewe? Tabia za kipepo hizo nazo, malaya kutupa wewe. Umepomoka, ufai kwenye ufalme. Toba mabaya. Namtumikia Mungu kwa njia ya imani. Unamjua Mungu wewe? Mbona tabia ya shetani? Ili tumjeme tukilimia uwezo wa kushiriki tabia ya uovu. Huyu mtu ndiye anamjua Mungu. Anaacha uzinzi, anaacha umalaya, anaacha kuloga, anaacha uongo, anaacha mizimu, anaacha hasira. Huyu ndiye anamjua Mungu na anatumika kwa Mungu. Hatumikiwi na mtu mwovu. Na haimbiwi na mtu mwovu. Sasa niondoleeni kelele zenu. Na nipigia makelele nyie, makahaba nyie. Tabia za kipepo mnafanana na shetani. Ukoje? Njoo kwa Yesu leo kuokoe. Njoo kwa Yesu baba. Mtu ana mume, watoto huko amewekeza, nadhani anawekeza ni shida. Mtoto amewekeza watoto wake kwa wake za watu. Wengine tu binti, wanafunzi, anatupia tu mimba. Ni mambo ya ajabu. Wengine ni sura ya mtoto wake aliyemzaa. Anamharibia maisha. Kanisani mzee wa kanisa. Ni katibu mimi. Malaya. Mmechaguliwa na wanadamu mnaolingana umalaya hao. Nadhani Mungu anakujua mzee wa kanisa. Hatumiki na waovu. Na ana dini na watu. Utaondoka na furushi hilo lionalo. Usipotubu kuna ole. Saizi wanakaa kwenye vyeo. Analoga mzee wa kanisa. Na mtumikia Bwana. Uzuri mtumikia shetani. Mbona hujaacha kuloga? Mbona una nguvu za kuzini? Mbona una tabia kipepo? Saizi wanapeana vyeo. Yaani kama ndio mtu chukua na Mungu. Kwa na Mungu ni kushiriki tabia ya uungu. Sio kwa mzee wa kanisa, sio kwa mchungaji, wala sio kwa askofu. Yeye hana vyeo, hana watakatifu walioko duniani. Hao ndio walio bora. Anapendezwa nao baba, hapendezwi na maaskofu. Hapendezwi na wachungaji. Wala wahubiri wa injili hapendezwi nao. Watakatifu. Mama naye anahubiri. Ana miungu kwa mganga, anaenda mchungaji. Bwana wewe na bwana yupi? Sio kwa mganga juzi wewe.
Bwana yupo na sisi. Yule mganga wa kienyeji aliyekupa maelekezo yake ya vibali vya kipepo, acha dhambi wanadamu, tutaripoti kwa mwenye haki, ana hukumu pasipo upendeleo. Saizi waweze kujifanya mjanja, yuko jojio kwa mganga, anachukua nini na nini, anajifanya Bwana ni mwema, twende na amani, Yesu anatupenda. Yesu yupi? Bali mchawi unayemwendea yule. Toka tubu, acha uovu, toka kwenye miungu wanadamu. Kuna tabia za waganga na sura za waganga. Waganga wana vibali vya kipepo. Saizi hata wanaojiita wachungaji wana vibali vya kipepo, ana miungu. Ni mambo ya ajabu wanaohubiri, lakini watu wako kama kumbikumbi humo. Wanafanya nini watu wa Mungu humo? Hata neno halipo, ama washikilia na madawa. Na neno hilo, yeye ni Mwokozi, akiingia ndani ya moyo anaondoa dhambi, anageuza mwanadamu ili amwelekee katika roho. Tubu leo, geuka mwanadamu. Shiriki tabia ya Kristo leo, pate kuokolewa na dunia hii mbovu tulionayo. Imejaa tamaa, imejaa mauaji. Dunia iko kwenye mauaji kila leo, na wanafundishana hata jinsi ya tutuweje. Ndio maana akiwa na kamimba, daktari nataka nitoe, ila sio kubwa sana, na miezi 2 tu. Wao kufundishana kuua. Utaokolewa bila Mungu hiyo dunia. Malaya wake yule ambaye amezini naye wanaenda wote, ukasikilize gharama za kuua. Ni shida. Ndio wewe ni bahati mbaya daktari, tulikuwa tu hatujaelewa siku vizuri, halafu tulisahau nini. Bahati mbaya kupata mtoto. Umeunga wewe. Umewewe kwa msiasi. Kauka tubu, acha mabaya ya mwanadamu. Acha njia mbovu. Takuwa muuaji bakali. Kuna watu wengine wameua watoto 5, ana flash. Baadaye ngoja niolewe, nitazaa ninapotaka. Ni mambo ya ajabu. Haya yanatendeka chini ya mbingu, na Mungu mbinguni anaangalia unayofanya kila leo, kila saa, kila dakika na kila sekunde. Mwanadamu anachokitenda na kukiwaza ndani ya moyo, Bwana wa mbingu na nchi macho yake anaangalia hivi, na rekodi na kila taarifa za mwanadamu zinachukuliwa, ili siku naenda kwenye hukumu na yale unayo pamoja unafika nayo. Na hata mtu akikata roho, kutenganisha mwili na roho, anaenda na lile furushi lote ya matendo yale yalichukuliwa yote. Inapochukuliwa hiyo roho, inaenda nalo lile furushi. Wengine hatutaona, ila mwenye roho na wewe uliye roho utaona furushi lako na mambo uliyotenda. Acha wale wanaodanganya baba muone, hayupo pale, ameshaenda na furushi na anaeleweka aende wapi kulingana na yale aliyotenda. Anaenda nao furushi yake yote. Wewe unadhani kwamba sinafanya siri? Usiku wa 8 saa 9 yeye anachukua rekodi. Halali hasinzii. Usiku ameweka mwenyewe, mchana ameweka mwenyewe. Na huo moyo ni wake mwenyewe, utajificha wapi? Kwanza pumzi unapumua hivi unatoa chafu, unaleta safi, ndio ile pumzi yote inapeleza na kupeleka taarifa zako kwa Mungu. Mwenye pumzi saizi anawaza nini? Taarifa zinaenda. Utakwepa mwanadamu na huyo. Tubu leo. Geuka leo. Pumzi ya mwanadamu napeleleza mwenendo na tabia ya mwanadamu na mambo anayofanya. Kuna mapepo ya Asia yanaenda kule taarifa. Ulikuwa kuloga huko kwa taarifa zinaenda. Utakwepa wapi? Turudi tu. Tutubu tu. Geuka tu, neema ipo. Yeye ni upendo. Hata kama umeua watu wengi, umefanya mabaya, madhara ni aibu takusema, kwa kuwa unayajua na unayaelewa, una nafasi ya kutubu na kuingia kwake. Ingali uhai, na wakati wa toba uko hai. Ukitengana mwili na roho, hakuna kinachoendelea. Baada ya kifo ni hukumu. Unaeleweka kwa kwenda. Madoido ya dini, baba angalia mzoga wa pale. Angalia mama mnapeleka udongoni pale. Angalia maisha, Mungu ana muda kuangalia maisha yani wakati ni udongo. Hili ni udongo, hana shida kuliangalia udongo, na iangalia roho ya mwanadamu. Na hiyo roho ya mwanadamu inaamua kutubu. Iache mabaya, iingie kwake. Yeye ifanye hiyo roho ishiriki tabia ya uungu kama baba wa roho alivyoifanana na yeye. Hawezi kaangalia marehemu, anaangalia uchafu. Ni heshima tu tunaita mwili wa marehemu, tunavika na nguo sijui itengenezwe sijui jeneza. Heshima tu kwamba yeye alivaa mwili kama mimi nilivyovaa mwili, tunafanyaga ka heshima hako. Lakini mzoga ni kama mzoga wa mbwa tu, na yote inanuka, na kusudi ya kuchimba kaburi ili tusisikie harufu.
Hata muwe na utaratibu wenu wakasema si pale mnatengela yupo, hayupo pale. Mnaanza kuabudu miungu tu pale. Nionake baba lolo nilinaliza goko. Mtu ama mnipeleka mwili wake hayupo, unaenda haya matabia ya kipepo hayo. Hayupo na anachimba kaburi. Nishuke sana jamani, harufu tusije tukasikia ile chafu. Wewe uone marehemu tuanze kutoa harufu kama watakaa ndugu huko. Unajua sio ndugu yako yule. Ndugu yako aishaondoka na furushi lake. Wewe ukoje mwanadamu? Tabia na mwenendo wako ukoje? Geuka leo. Ingia kwa Kristo, usifanye maigizo. Watu wengi wako kwenye maigizo, hawataki kuingia kwa Kristo, wako kwenye miungu yao, wana tabia za miungu, anawaza mabaya tu siku zote, analoga na kuotea wengine. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Hata aibu hana. Tabia ya nani ya Yesu? Mbona unaloga? Mbona ukatai tabia za kipepo? Waliokuja kwa Yesu nakataa tabia za kipepo. Anakataa mabaya. Bwana nisaidie nikuche wewe, nichukie mabaya. Kuloga haya yeye unalema. Toka kama uchawi. Toka fahamu za kipepo, anataka tabia ya uungu. Toka tabia za kuzimu. Anakataa. Anataka shiriki tabia ya uungu, afanane na huyu aliyemwendea. Wewe ukoje? Geuka leo. Rejea leo. Neema ipo. Kabla mlango haujafungwa na nafasi ya kutubu na kurejea na kuingia kwa katika uhalisia. Na ukikataa, furushi lako utapewa tu mshahara. Lakini inakuwa heri anayekubali. Simama kwa miguu miwili aliyokupayo Mungu mkutano. Amini jioni leo kwa muda mchache. Bwana amesema nawe. Ingia kwa Kristo ili ushiriki tabia ya uungu. Kuingia ni moyo unavyokubaliana kutembea na maagizo ya huyu anayeweza kubadili tabia zako. Akaondoa utuasi, akaondoa miungu, akaondoa tabia ya mababu na mabibi ndani ya moyo, akakugeuza uwe mwingine mpya, ukaumbwa sura ya uungu ndani. Ni Kristo mwana wa Mungu anafanya hiyo kazi kwa wanadamu. Kwa maamuzi yako moyoni ndio nafasi ya Kristo kulithibitisha neno hilo kwake jioni ya leo. Fumba macho. Na kama uko mbali, naweza kufumba macho kumheshimu Mungu. Niombe na wewe. Yeye analituma neno litimize mapenzi yake. Iumbwe tabia ya uungu ndani mwako. Ushiriki, ufanane na Kristo. Ni wewe mwenyewe kukubali leo.